Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na tunakujuza yanayojiri katika ulimwengu tukielekea huko Mashariki ya Kati ambapo Iran imeshambulia jengo la shirika la ujasusi la Israel Mossad ambalo inadaiwa kwamba limepigwa vibaya na vikosi vya Iran siku ya leo Jumanne. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Iran Tasnim ambalo limeripoti habari hizo. Jengo la Mossad katika mji wa pwani wa Hezlia limeripotiwa kupigwa na kombora. Iran pia ilizindua shambulizi la kombora kwenye kituo cha kijasusi cha kijeshi cha Israel katika eneo la kambi ya kijeshi ya Gilot iliyoko viunga vya Tel Aviv, shirika la utangazaji lilieleza. Mnamo Juni 13 Israel ilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran yaliyopewa jina la Rising Lion, ikisema inalenga shabaha za kijeshi na vifaa vya mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo ilifanya mashambulizi mazito ndani ya Iran na hatimaye kusababisha vifo vya baadhi ya wanajeshi katika ngazi za juu katika jeshi la Iran na kuua baadhi ya wanasayansi kadhaa wa nyuklia. Hili lilisababisha Iran kulipiza kisasi kwa kuzindua operesheni ya True Promise 3 baadaye jioni, ambayo ililenga shabaha za kijeshi dhidi ya Israel, na ni katika ardhi ya Israel ambapo walifanya mashambulizi mazito na kusababisha hasara kubwa katika maeneo mengi, ambapo inaonekana uvunjwaji wa majengo ya kiraia lakini pia na hata serikali. Kituo cha ujasusi cha jeshi la Israel huko Glilot bado kinawaka moto kutokana na makombora ya IRGC, imeelezwa taarifa hiyo. Hata hivyo hadi wakati huu Iran inadai kwamba imezindua makombora mengine ambayo yanatumika katika mapambano dhidi ya Israel. Kupitia Wizara ya Ulinzi imesema silaha mpya dhidi ya Israel imeanza kutumika. Iran imeanza kutumia silaha mpya dhidi ya Israel. Hii ni kwa mujibu wa kamanda wa vikosi vya ardhini vya jeshi la Iran, Qumars Haidar. Anasema mashambulizi makubwa ya ndege zisizokuwa na rubani kwa kutumia silaha mpya na za hali ya juu yameanza na yataongezeka katika saa zijazo, alisema. Kwa mujibu wa shirika la habari la SNN, Iran tayari imekishambulia kituo cha kijasusi cha kijeshi cha Israel kwa kutumia silaha hizo katika kambi ya Glilot katika viunga vya Tel Aviv. Hapo awali shirika la serikali la Iran Tasnim liliripoti kwamba jengo la Mossad huko Hezlia pia lilipigwa na msururu wa makombora. Kwa hivyo kimsingi ni majengo mawili, ni kambi mbili za Mossad ambazo zimeharibiwa hadi wakati huu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.